Mnisikilize vizuri. Tuwe watulivu sana, tuwe wanyenyekevu. Manake miradi yote tulioisema hapa, wananchi wetu wanataka sana tabia yetu. Wanataka watuone tabia yetu kwamba sisi ni viongozi, tunawasikiliza, tunawanyenyekea au tunapandisha mabega. Fedha, kiburi, dharau sio sifa za uongozi. Sifa ya uongozi ni unyenyekevu. Mmesoma na maandiko. Kwa hiyo moja ni unyenyekevu. Pili ni uadilifu. Sema uadilifu. Mimi namfahamu makamu mwenyekiti na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ninaweza kuwatetea popote kwamba ni waadilifu kweli kweli. Dr. Samia, mimi naweza kawa balozi wake duniani kwa kwamba ni mwadilifu sana. Nilishuhudia hicho na nakijua hicho. Mzee Wasira ni mwadilifu sana. Viongozi waadilifu kuvuta watu. Kwa hiyo mimi nafikiri, mimi niko shuleni, niko na mzee Wasira, anatutembeza mikoani. Moja ya jambo unalojifunza kutoka kwa mzee Wasira ni uadilifu sana. Mwisho, ushirikishwaji. Tangu tulipoanza kupata viongozi, mimi nimeona makamu mwenyekiti Tanzania bara mzee Wasira akiwavuta viongozi wenzake wakienda pamoja. Mpigieni makofi mengi mzee Wasira. Unajua baada ya mzee Wasira anatuandaa baadaye ili na sisi tuje kuwa wazee Wasira baadaye. Si vipi? Ndio. Sasa hili amulisemi viongozi wote mliopo hapa, uongozi tuliopewa na Mungu, lazima tuwashirikishe watu. Ukiwa mwenyekiti wa kata, shirikisha kamati yako. Ukiwa mwenyekiti wa tawi, shirikisha kamati yako. Ukiwa wa wilaya, shirikisha kamati yako. Usifanye mambo peke yako, yatakuharibikia. Mwisho, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sifa hizi zote zitawezekana kama sote tukatoka kama wana CCM, tukaenda kunadi mambo mazuri ya Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya kaya, kata mpaka wilaya. Bila haya, ugomvi wangu wa mimi na Ndaki tuuache chumbani. Alafu tukienda kwa wananchi tukanadi